Yes, ni taarifa ni kweli kwamba bodi ya ligi wametoa ratiba ya mchezo wa Yanga na Simba kwa maana ya dabi ya Kariakoo, na kutengeneza ratiba hiyo ina maswali mengi sana ambayo kimsingi lazima watu waanze kuhoji. Mimi binafsi mara baada ya kutoka kwa ratiba hiyo nishawahi kuzungumza hapo kabla kwamba bodi ya ligi wana jukumu moja la kulifanya, na jukumu lao ni moja, linatoka na kile kitu ambacho walikiahidi wakati wanasitisha au kuahirisha ule mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwa upande wa bodi ya ligi wao walisema kwamba naenda kwenye uchunguzi, kwa maana ya kwamba kusimamishwa kwa mchezo wa dabi ulikuwa na kasoro ambazo bodi ya ligi walijiridhisha wenyewe kwamba ni mambo ambayo wanatakiwa wasimamishe mchezo ule. Na ukiangalia kwenye maelezo ya bodi ya ligi wasema kuna masuala ya rushwa, maana rushwa litajwa pale, kuna mambo ya usalama. Yote hivyo ni vitu ambavyo Simba walitoa kama taarifa kwamba ndio sababu ya kutokucheza ile dabi ya Kariakoo ambayo ilipita, ambayo ilikuwa tarehe 8. Sasa kutokucheza ule mchezo manake hoja wengi tunatarajia kwamba kunahitajika ripoti kutoka bodi ya ligi ambayo ije tupe picha ya kwamba nini ambacho kilitokea, na ndicho ambacho kilisababisha dabi kutokuchezwa. Sasa cha ajabu kinachokuja kuonekana, bodi ya ligi kwanza wakatoka na barua mara baada ya kutoka majibu ya kasi kuhusiana na swala ya Yanga, shauri ambao walikuwa wanapeleka kasi, majibu kutoka kwamba Yanga walikuwa hawana hoja tena kule kasi. Bodi ya ligi wao wakaja na taarifa ya kwamba wanaenda kupanga mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mimi nikawaambia kwamba kitu cha msingi ambacho kinatakiwa kufanyika kabla ya kutaja kwamba kuna mpango wa kutengeneza ratiba ya ligi ya dabi ya Kariakoo, kitu cha kwanza kabisa lazima watuambie na watupe majibu ya ripoti ambao wao walisema wanaenda kufanya uchunguzi. Maana ya uchunguzi ni kwamba lazima uje na taarifa ambayo watu wanakuja kutumia, yani kutokana na kwamba bodi ya ligi wao walisema kwamba shida ya kusimamisha mchezo wa dabi ulitokana na kwamba kulikuwa na mambo ambayo hayakuwa kubaliki. Sasa hayo ndio ambayo ndo msingi ambao unahitajika kama ni dabi kwenda kuchezwa, waanze kwanza na ripoti ya bodi ya ligi ambayo inazungumzia uchunguzi, bila kujalisha kwamba uchunguzi kauchunguza nani. Manake pia hawakutuambia kwamba huo uchunguzi ni chombo gani ambacho kinachunguza. Pengine wao wenyewe walijipa kazi ya kwenda kuchunguza. Tutegemea pengine kama swali hizi ambavyo lingekuwa wangeunda kamati ambayo ingeenda kwa ajili ya uchunguzi wa hilo swala, lakini kamati hawakuiunda na wala hakuna hatua zozote ambazo walionyesha tena mara baada ya ile barua kutuma kuhusiana na dabi. Yakaa yanaendelea mambo mengine. Lakini cha ajabu wanakuja kutoa taarifa ya kwamba wanakuja kutengeneza ratiba au kutengeneza ratiba ya dabi ya Kariakoo ambayo sasa hivi imetangazwa. Dabi ya Kariakoo itakuwa Mei 15 mwaka 2025. Lakini ripoti ya uchunguzi wa tarehe 8 mbona iko kimya? Mbona bodi ya ligi hawasemi kama hapa tunahitaji hawasemi kwamba ndani ya ule mchezo kusitishwa kwake au kusimamishwa kwake au kuahirishwa kwake ni nini ambavyo vilikuwa vimekaa mle ndani? Manake wao walisema kuna rushwa. Sasa rushwa, nani alikuwa anahusika na rushwa? Na ukiangalia ile rushwa inalenga moja kwa moja Yanga. Kwamba Yanga ndio timu ambayo ilikuwa inahusika na rushwa, kwa sababu kama malalamiko kutoka upande wa Simba, manake Simba ndio walipeleka malalamiko kwamba kukopa na rushwa. Nani alikuwa anatuhumiwa na rushwa? Umeelewa? Na kama walikuwa wanazungumza kuhusiana na mambo ya usalama, je, kwenye dabi inayokuja kuna usalama wa kiasi gani ambao umeandaliwa? Na kutokana na uchunguzi pengine ungetuambia shida ya usalama ambao ulikuwa unazungumzwa kwa upande wa bodi ya ligi kwamba kulikuwa na shida au masuala ya usalama yalikuwa yanatokana na nini, na kwenye dabi inayofuata ni hatua gani wamezichukua? Lakini wako kimya, hawazungumzi chochote kuhusiana na ripoti ya mambo hayo ambao wao walisema kwamba kuna uchunguzi unafanyika. Ni kitu ambacho mimi nadhani bodi ya ligi watuambie kabisa uchunguzi umeishia wapi, kwa sababu mimi binafsi naungana na Yanga kwamba haiwezekani ukacheza dabi katika sehemu ambayo ulituhumiwa kwamba ulihusika kwenye rushwa. Sawa, hawakusema Yanga wanahusika kwenye rushwa, lakini waliolalamika ni Simba
Kwa hiyo mlalamikia nani ambaye alikuwa anazungumza kuhusiana masuala ya rushwa? Kwa hiyo mimi binafsi naona kabisa bodi ya ligi wamemesa kwa kiwango kikubwa sana kuitoa ratiba ya tarehe 15 mwezi wa 6 kwamba mchezo utaenda kuchezwa. Ni kitu ambacho wamekikosea na hakistahili kuwa vile. Manake mwezi wa 6 tarehe 15 hapo katikati, manake watatengeneza kitu kingine ambacho kitaenda kutuonyesha pambana yani kitu gani tofauti tena. Manake mgogoro ambao unatengenezwa na bodi ya ligi ni mgogoro ambao wao wanajitakia. Wangeleta ripoti ingejadiliwa, na pengine ingewapa haki Yanga au ingewapa haki Simba. Lakini mwisho wa siku hakuna kitu ambacho kinaonyesha kwamba yani hakuna kitu ambacho kinaonyesha kama haki Yanga wamepata haki au Simba wamepata haki kwenye ripoti ile. Wamekaa kimya. Kwa hiyo hoja kubwa sana, pamoja na kwamba dabi ya Kariakoo imepangiwa tarehe ya kuchezwa, lakini Yanga wasipoingiza timu uwanjani, maana yake wao wanafikiri wataenda kutumia kanuni ambayo wao imetengenezwa kwa maana bodi ya ligi. Lakini kama maamuzi ambayo yalisema kwamba kuna uchunguzi, naamini Yanga watakuwa na haki ya kupeleka timu uwanjani ya kutokana na kile kitu ambacho bodi ya ligi walikisema. Kwa hiyo bodi ya ligi kabla hajafikia hiyo tarehe, kwanza uje uchunguzi, ripoti ije iseme nini ambacho kilikuwepo ndani ya ule mchezo kusimamishwa au kutokufanyika, kuliko kwanza kutoa vitisho au kwanza kutoa ratiba au kutoa kwa maana kuisha magugu yao na mamlaka aliyokuwa nayo. Haitakuwa sahihi. Mimi binafsi napenda kunyosha maelezo yaliyonyoka. Sitaki kuwa miongoni mwa watu ambao wanatumika kwenda kuchukua taarifa za watu ambao zina uhakika wanaanza kuzizungumzia, lakini ukisema kwenye ukweli kuna baadhi ya watu wataanza kukuelewa. Kitu cha msingi, pamoja na kwamba bodi ya ligi ilikuwa na haki ya kusimamisha ule mchezo kutokana na kanuni, lakini bado watu waambie kile kieneo ambacho walikizungumza hasa kuhusiana na swala lazima la uchunguzi. Tunaisubiria ripoti. Sasa hiyo ripoti inatakiwa itoke kabla ya mchezo, na hiyo ripoti ina haki kwa upande wa Simba, kwa sababu Simba kama ndio ambao walilalamika kuhusiana hiyo ripoti, nao Simba wanasubiri wapate haki kwa kupitia hiyo ripoti. Kama kweli kuna rushwa au kuna mtu alipigwa au kulikuwa na vitu ambavyo havikuwa sawa katika ule mchezo, Simba naamini nao watakuwa nasubiria. Na mimi nitawashangaa Simba endapo kama nao watakubaliana na hiki kitu. Na nimeona posti ya Simba ni kama tayari wameshaanza kushadadia kwamba dabi inapangwa tarehe fulani. Ni kitu ambacho mimi naona kama wamefanya kitu cha ajabu sana. Mimi nadhani kitu cha kufanya sasa hivi ni Simba nao kwenda kudai kwa maana ya kudai uchunguzi ambao bodi ya ligi walisema, maana kudai ripoti ya uchunguzi ambao bodi ya ligi walisema wanaenda kufanya. Ni kitu kitakuwa ni afya ya mpira. Kwa hiyo kwenda kushadadia kitu